Habari na karibu tena katika chaneli yetu. Leo tutaendelea kuchambua kwa kina faida za mbegu za uwatu zinazojulikana kama fenugreek seeds kwa afya ya mwili na jinsi tafiti mbalimbali zinavyoonyesha ufanisi wake katika kusaidia mfumo wa mwili kufanya kazi kwa usawa. Mbegu hizi zina virutubisho muhimu kama vile nyuzi lishe, protein, vitamini na madini ambayo huchangia katika michakato ya kibiolojia ndani ya mwili. Leo tutakueleza kwa kina faida 10 za uwatu kwa kuzingatia ushahidi wa kisayansi na matumizi ya muda mrefu katika tiba asilia. Pia mwisho wa video hii nitakueleza ni uwatu upi ni salama na je, uwatu ni salama kwa matumizi ya kila mtu? Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Faida ya kwanza, kudhibiti sukari mwilini. Uwatu una nyuzi lishe nyingi zinazosaidia kupunguza kasi ya ufyonzwaji wa sukari kwenye mfumo wa damu. Tafiti zimeonyesha kuwa matumizi ya mbegu za uwatu yanaweza kusaidia kuboresha usikivu wa insulin na kupunguza kiwango cha glucose baada ya kula. Hii hutokea kwa sababu nyuzi hizo huunda tabaka laini kwenye mfumo wa mmeng'enyo ambalo hupunguza kasi ya sukari kuingia kwenye damu. Aidha, baadhi ya viambato vya uwatu vinaweza kusaidia seli za mwili kuitikia vizuri zaidi homoni ya insulin, hivyo kusaidia watu wenye changamoto ya kisukari kudhibiti hali yao kwa njia ya asili. Faida ya pili, kuongeza uzalishaji wa maziwa kwa akina mama. Kwa akina mama wanaonyonyesha, uwatu hujulikana kama galactagogue ya asili ambayo huchochea uzalishaji wa maziwa ya mama. Tafiti kadhaa zimeonyesha kuwa wanawake wanaotumia uwatu kwa njia ya chai au virutubisho hupata ongezeko la uzalishaji wa maziwa ndani ya siku chache. Hii inahusishwa na uwezo wa uwatu kuathiri homoni zinazohusika na uzalishaji wa maziwa kama prolactin. Pia, virutubisho vilivyomo husaidia kuimarisha lishe ya mama na hivyo kusaidia mwili kuzalisha maziwa ya kutosha kwa mtoto. Naturemed Supplies tunajikita katika utafiti na utoaji wa bidhaa za asili zilizochaguliwa kwa umakini kwa lengo la kusaidia kuboresha afya kwa njia salama. Tuna bidhaa zinazolenga kusaidia mwili katika maeneo mbalimbali ikiwemo kusaidia ustawi wa tumbo, kichwa, macho, damu na mengine mengi kupitia virutubisho vya asili vilivyoandaliwa kwa kuzingatia ubora na usalama. Lengo letu ni kutoa elimu pamoja na bidhaa ambazo zinaweza kuwa sehemu ya msaada wa lishe kwa watu wanaotafuta njia za asili za kuimarisha afya yao. Faida ya tatu, kupunguza maumivu ya hedhi. Uwatu una sifa za kupunguza uvimbe na maumivu mwilini kutokana na uwepo wa viambato vyenye uwezo wa kupunguza uchochezi. Wanawake wengi wanaotumia uwatu wakati wa hedhi huripoti kupungua kwa maumivu ya tumbo na maumivu ya kiuno. Tafiti zinaonyesha kuwa baadhi ya misomo ya uwatu inaweza kuathiri njia za neva zinazohusika na hisia za maumivu na hivyo kupunguza intensity ya maumivu ya hedhi. Pia husaidia kulegeza misuli ya uterus, jambo ambalo hupunguza mikazo inayosababisha maumivu. Faida ya 4, kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Uwatu ni chanzo kizuri cha nyuzi lishe ambazo zina mchango mkubwa katika afya ya mfumo wa mmeng'enyo. Nyuzi hizi husaidia kuongeza uzito wa kinyesi na kurahisisha upitishaji wake, hivyo kuzuia tatizo la kukosa choo. Pia husaidia katika kupunguza gesi tumboni na kuimarisha bakteria wazuri wa utumbo. Tafiti zinaonyesha kuwa lishe yenye nyuzi nyingi kama uwatu inaweza kusaidia kuboresha microbiome ya utumbo ambayo ni muhimu kwa afya ya jumla ya mwili na kinga ya mwili. Faida ya 5, kudhibiti hamu ya kula na kupunguza uzito.
Uwatu husaidia kuongeza hisia ya kushiba kutokana na uwepo wa nyuzi zinazochukua muda mrefu kumeng'enywa. Hii inasaidia kupunguza ulaji wa mara kwa mara na hivyo kusaidia katika udhibiti wa uzito wa mwili. Tafiti zimeonyesha kuwa watu wanaotumia uwatu kabla ya kula hupunguza kiasi cha chakula wanachokula kwa sababu ya kuongezeka kwa satiety hormones. Pia, uwatu husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, jambo ambalo hupunguza tamaa ya kula vyakula vya sukari nyingi. Faida ya 6: kupunguza kiwango cha cholesterol. Uwatu umeonyesha uwezo wa kusaidia kupunguza kiwango cha cholesterol mbaya mwilini kupitia nyuzi zake na misomo ya saponins. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa matumizi ya uwatu yanaweza kupunguza LDL na triglycerides huku yakisaidia kuongeza cholesterol nzuri ya HDL. Hii hutokea kwa sababu nyuzi hufunga bile acids kwenye mfumo wa mmeng'enyo na kuisaidia mwili kutumia cholesterol iliyopo kuzalisha bile mpya. Matokeo yake ni kupungua kwa kiwango cha mafuta yasiyohitajika mwilini na kulinda afya ya moyo na mishipa ya damu. Faida ya 7: kuongeza hamu ya tendo la ndoa na homoni kwa wanaume. Kwa wanaume, uwatu hujulikana kusaidia kuongeza kiwango cha testosterone ambayo ni homoni muhimu kwa nguvu na hamu ya tendo la ndoa. Tafiti zimeonyesha kuwa baadhi ya dondoo za uwatu zinaweza kusaidia kuongeza libido na kuboresha stamina ya mwili. Hii inahusishwa na uwezo wake wa kuathiri mfumo wa homoni na pia kusaidia kuboresha mzunguko wa damu. Aidha, virutubisho viliomo huchangia katika kuongeza nishati ya mwili na kupunguza uchovu, hivyo kuboresha utendaji wa mwili kwa ujumla. Faida ya 8: afya ya ngozi na kupunguza chunusi. Uwatu una sifa za kupambana na bakteria na uvimbe ambazo huchangia katika afya ya ngozi. Kutumia uwatu kama maski ya uso husaidia kusafisha vinyweleo na kupunguza mafuta mengi kwenye ngozi ambayo mara nyingi husababisha chunusi. Tafiti zinaonyesha kuwa misomo ya uwatu inaweza kusaidia kupunguza bakteria wanaosababisha acne na pia kusaidia katika mchakato wa uponyaji wa ngozi. Aidha, antioxidants zilizopo husaidia kulinda ngozi dhidi ya uharibifu unaosababishwa na radicals huru. Faida ya 9: kuzuia kukatika kwa nywele. Uwatu una virutubisho kama protini na nicotinic acid ambavyo ni muhimu kwa ukuaji wa nywele. Tafiti zinaonyesha kuwa matumizi ya uwatu yanaweza kusaidia kuimarisha mizizi ya nywele na kuboresha mzunguko wa damu kwenye ngozi ya kichwa. Hii huchangia katika kupunguza kukatika kwa nywele na kuongeza ukuaji wake. Pia husaidia kupunguza mbaa kutokana na sifa zake za kupambana na bakteria na fangasi ambazo zinaweza kuathiri afya ya ngozi ya kichwa. Faida ya 10: kupambana na uvimbe mwilini. Uwatu una antioxidants nyingi zinazosaidia kupunguza uvimbe wa ndani unaoweza kusababisha magonjwa sugu. Tafiti zinaonyesha kuwa misombo ya uwatu inaweza kusaidia kupunguza markers za uvimbe mwilini na kulinda seli dhidi ya uharibifu. Hii ni muhimu katika kuzuia hali kama arthritis na magonjwa ya moyo. Pia husaidia kuboresha mfumo wa kinga ya mwili kwa kupunguza stress ya oxidative ambayo mara nyingi husababisha magonjwa mbalimbali. Kwa ujumla, uwatu ni mbegu yenye nguvu kubwa kiafya na yenye matumizi mengi katika tiba asilia na pia imeungwa mkono na tafiti za kisayansi katika maeneo mbalimbali ya afya. Kutumia uwatu kwa njia sahihi kama kuloweka mbegu au kutumia unga wake kunaweza kuwa njia rahisi ya kuongeza afya ya mwili kwa ujumla na kuboresha ustawi wa maisha ya kila siku. Matumizi ya fenugreek seeds yanaweza kuwa na faida nyingi kiafya, lakini ni muhimu kuelewa kuwa si kila mtu anapaswa kutumia bila tahadhari. Kwa ujumla, uwatu ni salama kwa watu wengi inapochukuliwa kwa kiasi sahihi kama chakula au kinywaji cha kawaida, lakini matumizi ya kupita kiasi au bila ushauri yanaweza kuleta madhara fulani. Kwanza, watu wenye tatizo la kisukari wanapaswa kuwa waangalifu wanapotumia uwatu kwa sababu tayari unashusha sukari ya damu. Ukiutumia pamoja na dawa za kisukari, unaweza kusababisha sukari kushuka kupita kiwango kinachohitajika, hali ambayo inaweza kuleta kizunguzungu au udhaifu. Ni vyema kushauriana na mtaalamu wa afya kabla ya kuanza kutumia mara kwa mara. Pili, kwa wajawazito, matumizi ya uwatu hayapendekezwi hasa kwa kiasi kikubwa.
Tafiti zinaonyesha kuwa unaweza kuchochea misuli ya mfuko wa uzazi na kuongeza hatari ya uchungu wa mapema. Hivyo, mwanamke mjamzito anatakiwa kuepuka au kutumia chini ya uangalizi wa daktari. Kwa akina mama wanaonyonyesha, uwatu unaweza kusaidia kuongeza maziwa, lakini bado ni muhimu kutumia kwa kiasi. Matumizi ya kupita kiasi yanaweza kusababisha mtoto kupata tumbo kujaa gesi au kuharisha kupitia maziwa ya mama. Pia, baadhi ya watu wanaweza kupata mzio baada ya kutumia uwatu, hasa wale wenye mzio wa vyakula vya jamii ya kunde. Dalili zinaweza kuwa kuwashwa ngozi, kuvimba au matatizo ya kupumua. Ukiona dalili hizi, ni muhimu kusitisha matumizi mara moja. Kwa watu wenye matatizo ya tumbo nyeti, matumizi ya uwatu kwa kiwango kikubwa yanaweza kusababisha kuharisha au maumivu ya tumbo kutokana na nyuzi nyingi zilizopo. Hivyo, inashauriwa kuanza na kiasi kidogo ili kuona mwili wako unavyoitikia. Kwa ujumla, uwatu ni salama kwa matumizi ya kawaida kama chakula, lakini si kila mtu anafaa kutumia bila mwongozo. Njia bora ni kutumia kwa kiasi kidogo, na kama una tatizo lolote la kiafya au unatumia dawa za muda mrefu, basi pata ushauri wa mtaalamu wa afya kabla ya kuanza matumizi ya mara kwa mara. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.